Hii ni ziara ya Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Wazo akitembelea miradi mbalimbali ya serikali na ameamua kutembelea mahakama ya mwanzo Wazo Hill. Mahakama hii ni mpya, imeanzishwa mwaka huu tarehe 6 kwa tangazo la Jaji Mfawidhi Kanda ya Dar es Salaam na kuzinduliwa rasmi tarehe 30 mwezi wa kwanza 2025. Mahakama hii tokea ianzishwe mpaka sasa tumepokea mashauri zaidi ya 350 ambayo yamefunguliwa katika mahakama hii, lakini pia yaliyoisha ni zaidi ya mashauri 260. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru Jaji Mfawidhi wa Kanda ya Dar es Salaam kwa jitihada zake za kuhakikisha mahakama hii inaanza kazi. Wakazi wa huku walikuwa wanapata changamoto mbalimbali za usikilizwaji wa mashauri, lakini pia mashauri mengi yalikuwa hayafiki mahakamani kutokana na umbali. Lakini kwa sasa wananchi wameelewa mahakama hii inafanya kazi na mashauri yanasikilizwa kwa muda na kwa wakati. Lakini mahakama hii inaendeshwa kidigitali. Tunavyosikiliza kesi mpaka hukumu zinatoka hatutumii karatasi, na mwananchi akishasomewa mashtaka tu, yani hukumu ikishasomwa anakabidhiwa nakala yake ya hukumu. Mahakama hii ina mahakimu wawili, wote ni mahakimu wa kazi, lakini pia ina makarani 3, ina walinzi 2 na mhasibu 1. Kesi nyingi zinazopokelewa katika mahakama hii ni za kuingia kwa jinai. Kuna migogoro ya viwanja na mashamba katika maeneo haya. Kuna shida ya watu kuuza viwanja na mashamba mara mbili. Mtu anauza viwanja au shamba huku akijua alishamuuzia mtu mwingine. Kwa hiyo tunapokea kesi hizo nyingi, na kwa kweli tumekuwa serious kwa kesi hizi. Ushahidi unapokamilika na walalamikaji wakitoa ushahidi ukithibitika, basi mhusika anapewa adhabu inayostahili kwa mujibu wa sheria. Tunamshukuru Mama Samia kwa kuweza kutupatia uwezeshaji na uwezeshaji tukapata hii mahakama. Sasa hivi migogoro ya ardhi mtaa wa Nyakasangwe imepungua kwa asilimia kubwa, tofauti na awali tulivyoanza. Wakati mimi naingia kulikuwa kuna migogoro kiasi kwamba ukilala ukiamka mpaka ukifika ofisini kichwa kinauma. Lakini sasa hivi tumepunguza mashauri, lakini nawashukuru mahakimu wa mahakama hii hawataki mchezo kabisa na mambo ya viwanja. Na kwa kutumia hili ni wasii wananchi wa mtaa wa Nyakasangwe, hasa wale wababaishaji walikuwa wanapenda anauza mimi ndo mwenyewe, mimi ndo topu. Hivyo vitu vimeshashindikana kwa kupitia utawala huu na uongozi wa Mama Samia na Mheshimiwa wetu Diwani Manyama. Tuko na wakili mwanasheria kiasi kwamba watu wananyooka. Mtaa wa Nyakasangwe jamani uko safi kwa sasa. Uko safi na naamini tunaenda kumaliza migogoro. Na hii migogoro itaenda kuisha kabisa. Watu watakapopata zile hati zao, biashara tumemaliza. Kwenye eneo langu tunashukuru, tuna mahakama, tuna kituo cha afya na tuna majengo tu mengi ya shule ambayo tumepatiwa, lakini pia tunajenga shule nyingine eneo huku la Nakalekwa. Na huo ujenzi utaanza mwezi wa 7. Tukianza, tukikamilisha tutawakaribisha mji mmoja. Mheshimiwa Rais, niliyesimama mbele yako ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyakasangwe. Ni mwenyekiti kabisa, sikuchaguliwa kwa bahati mbaya. Ni mwenyekiti ambaye ninajua majukumu yangu. Na niseme hivi, wanawake tukiwezeshwa tunaweza. Wababa mliokopo mahali hapa, tunaomba support yenu sana kwa maslahi mapana, hususan ya Tanzania yetu, kata yangu ya Wazo, mtaa wa Nyakasangwe na mitaa yote 8. Jamani, tunakuja wakati mwingine ujao. Tunamwomba mama, wanawake sisi kwa maendeleo aliyotuletea tumeyaona. Mimi kwa jina naitwa Saidi Mohamed Mkemi, mwenyekiti wa CCM tawi la Nakasangwe. Sisi wana Nakasangwe tunashukuru sana tena sana kwanza kutupatia mahakama hii. Tulikuwa tunapata shida, tunatoka hapa kwenda Kawe kwenda kusikiliza kesi zetu. Lakini kwa sasa hivi kwa kweli imekuwa rahisi sana kwetu sisi, tunatoka hapo karibu na kuja kusikiliza kesi zetu. Kwa hiyo hicho tunashukuru sana. Kwa sisi kwa mtaa wa Nakasangwe, kwa kweli serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna deni, kwa sababu mahakama tumepata. Nakasangwe tulikuwa na shida ya maji sana, lakini kutokana na diwani wetu huyu Bwana Mheshimiwa Manyama amepambana na aliahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba atahakikisha kwamba Nakasangwe watu tunapata maji, na kweli tumepata maji. Sasa hivi kila mtu anakunywa maji nyumbani kwake. Unaona? Ametuletea zahanati pale,
tunashukuru kwa kweli, tunashukuru, lakini kilio chetu kingine kikubwa, tunamwomba mama, tunamwomba sana barabara, kwa sababu sasa hivi mahakama tumepata, hospitali tumeipata, lakini miundombinu wa barabara inakuwa ngumu. Kwa hiyo akina mama hata wajawazito kama wanataka kukimbizwa Mwananyamala ama sehemu nyingine inakuwa ngumu. Hapa kipindi hichi cha mvua barabara ni chafu sana, nafikiri hata mheshimiwa unaona hali halisi. Hata hapa mahakamani kwenye angalia, kwa kweli hata kama unaleta hao watuhumiwa wenyewe gari inashindwa kufika, hata mahakimu wetu wenyewe wanashindwa. Watu wameulambia vizuri, lakini akifika hapo tena anaanza kuchukua mitopi. Sasa inakuwa sio mzuri. Kwa majina naitwa Asha Hamisi Msakuzi, ni mkazi wa mtaa wa Nyakasangwe, kitongoji cha Nakalekwa. Mwanzo kabisa napenda kumshukuru mama kwa juhudi zake alizotupatia wananchi wa Nakasangwe. Tuna mahakama, tuna zahanati. Tunamshukuru sana. Tunamshukuru kwa kina mama kututua ndoo kichwani. Kwa miaka 5 iliyopita tulikuwa tuna shida sana ya maji, lakini sasa hivi kila nyumba ina maji, ni wewe tu mwenyewe kulipia. Kikubwa zaidi tunachokiomba ni barabara. Tuna zahanati, tuna ambulance. Ambulance na mashimo haya tunaweza tukapoteza wagonjwa wengi njiani, na wakina mama kujifungua inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunaomba sana